Amen. Karibu katika somo hili la ahadi za Mungu kwenye matoleo. Nataka tuongelee kidogo nini ambacho Mungu anazungumza kuhusiana na matoleo ambayo tunayatoa kila wakati. Sasa watu wengi kosa wanalofanya wanapotoa, wanatoa kana kwamba ni Mungu ndio mwenye mahitaji. Kama vile ni Mungu ndio mwenye shida. Amen. Hawajui ni kwa nini Mungu anaweka matoleo au aliweka matoleo. Wanafikiri ni kwa sababu ya Mungu, lakini ukweli ni kwamba ni kwa sababu yao wenyewe. Ama niseme kwa Kiswahili kizuri, ni kwa faida ya watu wenyewe. Sio kwa faida ya Mungu. Amen. Sio kwa faida ya Mungu, ni kwa faida ya mtoaji. Nitakuja kuweka somo kabisa linalohusiana na matoleo, lakini nataka tuzungumze faida au ahadi za Mungu kuhusiana na matoleo. Ila ngoja nianze na Zaburi ya 50, nianzie ile mstari wa 7. Amen. Usikie Mungu anachozungumza kuhusiana na matoleo. Anasema hivi, na nitasoma mpaka 14. Okay, au some mpaka 15. Mstari wa 7 unaanza kwa kusema, sikieni enyi watu wangu, nami nitanena. Mimi nitakushuhudia Israeli. Mimi ndiye niliye Mungu, Mungu wako. Sintakukemea kwa ajili ya dhabihu zako, na kafara zako ziko mbele zangu daima. Sitatoa ng'ombe katika nyumba yako, wala beberu katika mazizi yako. Maana kila mnyama wa pori ni wangu, na mifugo pia ni ya kwangu. Amen. Mifugo walioko porini, wale tunaowafuga wote ni wa Mungu. Na wajua ndege wote wa milima, na wanyama wote wa mashamba ni wangu. Kama ningekuwa na njaa, nisingekuambia. Maana ulimwengu ni wangu na vyote vilivyomo. Amen. Je, nile nyama ya mafahali au ninywe damu ya mbuzi? Mtolee Mungu dhabihu za kushukuru, mtimizie aliye juu nadhiri zako. Halafu anasema mstari wa 15, uniite siku ya mateso, nitakuokoa nao utanitukuza. Amen. Mungu hajawahi kuwa na njaa. Kitu ambacho kinatakiwa kikae kwenye akili za kila mtu. Tunapoambiwa kuhusiana na fungu la 10, si kwa sababu Mungu ana njaa. Tunapoambiwa kuhusiana na shukrani, si kwa sababu Mungu ana njaa. Tunapoambiwa kuhusiana na mbegu maalum, si kwa sababu Mungu ana njaa. Tunatoa kwa ajili yetu. Kwa hiyo tutaanza kuangalia mstari baada ya mstari kuhusiana na kile ambacho neno linazungumza kwa habari ya matoleo, kwamba mimi ninapotoa ninafaidika nini. Amen. Okay, ngoja tuanze na Luka 6:38. Inasema hivi. Tasoma kwenye Biblia ya Kiswahili ya neno. Inasema, wapeni watu vitu, nanyi mtapewa, kwa kipimo cha kujaa, kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika. Ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu, kwa kuwa kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Sasa nitaongelea habari ya kipimo unachopima. Nitaongelea tu kwamba wapeni watu vitu, nanyi mtapewa. Wewe unapotoa unapewa, lakini pewa yako wewe ni tofauti. Anasema ya kwako inakuja kwa kipimo cha kujaa, kushindiliwa, kusukwasukwa hata kumwagika. Swali, ni nani hapa anayefaidika na utoaji? Je, ni Mungu ama ni yule anayetoa? Unajua, kanuni hizi za utoaji wanaozizingatia ni watu ambao wengi tayari ni matajiri. Alafu watu hawajui kwa nini hao watu wanaendelea kuwa matajiri. Ni kwa sababu ya kusimamia hizi kanuni. Pengine wanafanya na bila uelewa wa neno la Mungu.
lakini kwa sababu ilikwisha kuandikwa, kanuni ile ya Mungu inafanya kazi kwenye maisha yao. Sasa mimi na wewe kama Wakristo tunapaswa kuijua hii kanuni. Wakati tunatoa, tunampa mtu kitu, tunatoa matoleo yetu, au tunapanda mbegu maalum kwa Mungu, hii kanuni inabidi iwepo. Tujue kabisa kwamba hichi ninachokifanya matokeo yake ni haya. Amen. Usifanye kitu nasema kama uko gizani. Usitoe kama mtu asiyejua anachokifanya. Haleluya. Wakati wote unapomsaidia mtu, fahamu ya kwamba nawe utasaidiwa. Chochote utakachotoa kwa mtu, hicho kitu ni umepanda mbegu, na wewe utakuja kupewa. Mungu atasababisha watu wakupe. Kwa nini nimesema watu? Bwana Yesu anasema, nanyi mtapewa na nani? Na watu. Anasema ndivyo watu watakavyowapa vifuani mwenu. Kwa hiyo wewe unapotoa, Mungu ndiye anayegusa watu wakupe wewe. Kama alikugusa wewe kumsaidia mtu, ndivyo atakavyowagusa watu wakupatie na wewe. Tena wewe watu watakupa kwa kipimo cha kujaa, kushindiliwa, kusukwasukwa na hata kumwagika. Nani atakayesababisha yote hayo? Ni Mungu. Kwa Mungu anaposema toa, mpe mtu kitu, mbariki mtu na kitu, msaidie maskini, msaidie mjane, msaidie yatima. Amen. Toa kwa ajili ya Injili. Ni ili wewe uweze kupata zaidi, mimi niweze kupata zaidi, kwa kipimo cha kujaa, kushindiliwa, kusukwasukwa na hata kumwagika. Sio ili niishiwe. Maana ndio kosa wanalofanyaga watu, hasa watu ambao sasa vipato vyao ni vya chini, ambao ndo watu walitakiwa watoe kwa wingi ili waweze kupanda juu kiuchumi. Wao ndo wanaona kabisa kwamba nikitoa ninaishiwa. Halafu wanashangaa kwa nini hao wengine wanatoa wapungukiwa. Wanasema hao wana vingi bana, hao wana hela nyingi, hao sio na nini kingi. No, ni kwa sababu wanafuata kanuni ya Mungu ya utoaji. Wanapotoa ni lazima waongezewe ili iweje? Kwanza wao wenyewe waweze kuwa na kila kitu wanachohitaji, lakini pia ili wazidi kuwasaidia watu, wazidi kutoa kwa ajili ya Injili. Amen. Unapoambiwa utoe, sio kwa ajili ya Mungu, sawa, fedha hizo zitaenda kwenye Injili, kwa hiyo itaenda kufanya kazi ya Mungu, lakini anayepata faida ni wewe. Amen. Hakuna kitu kingine unachoweza kufanya ili kusababisha baraka ya Mungu kuzidi kwenye maisha yako zaidi ya utoaji. Amen. Ni utoaji. Unataka na unaomba kila siku, Baba ninaomba unirekebishe uchumi wangu. Baba, uchumi. Bwana Yesu anakuambia hivi, wape watu vitu. Wewe kwanza anza kuwapa watu, alafu na wewe utapewa. Kama umetoa fedha kumpa mtu, na wewe utapewa fedha kwa kipimo cha kujaa, kushindiliwa, kusukwasukwa na hata kumwagika. Kwa hiyo unapofanya shughuli zako na kazi zako, chochote kinachopatikana, tanguliza kwanza utoaji. Aidha ni fungu la 10, mbegu yako maalum. Amen. Sasa tutazungumza unaposikia mbegu maalum, pengine unajuza ni nini. Ni ile kile unachokitoa kwa ajili ya kupata kitu fulani. Kwa mfano unasema natoa hii fedha kwa ajili ya kuomba kupata gari. Amen. Hallelujah. Hiyo tunasema ni mbegu maalum. Amen. Okay. Kwa hiyo ili Mungu arekebishe wa uchumi, amekupa kanuni. Kile ulichonacho ni kidogo, ndio ni kidogo, hakina shida. Mbegu zinazopandoga zinakuwa kidogo, mavuno ndo yanayokuwa mengi. Kwa hiyo anza na kile kidogo ambacho tayari kipo. Anza kubariki mtu.
ingia kwenye biashara nyingine ya kubariki watu. Ukianza hiyo biashara, ndipo Mungu anasababisha baraka zije kwako pia. Na Mungu naye atasababisha watu wengine wakubariki wewe. Sasa hebu fikiria, kila wakati unapopata nafasi unabariki mtu. Tuseme ndani ya mwezi kila siku umepata watu 30 wa kuwabariki. Sio kwa kitu kikubwa, kitu kidogo tu. Umekusudia kabisa ya kwamba nitahakikisha katika kila ninachopata kila siku, sikosi kiasi kidogo cha kumbariki mtu, au sikosi kiasi kidogo cha kutoa. Nitaituma kwa mtumishi wangu, nitaituma kwa ajili ya kazi yangu, bila kuangalia kiasi. Siku 30 zote unafanya hivyo, na hauachi, bado unaendelea kufanya. Watu, Mungu akiwa amewagusa watu waanze kukupatia wewe, unafikiri uchumi utageukaje? Mambo yako ya fedha yatageuka namna gani? Hii kanuni ni kanuni ambayo watu hawaipendi. Na hawaipendi kwa sababu shetani hataki waipende. Kwa sababu moja, inadhihirisha upendo ulionao kwa Mungu na jinsi unavyomtii na kumwamini. Lakini pili, inadhihirisha upendo ulionao kwa wanadamu, kitu ambacho adui hataki, shetani hataki. Na ndio maana unaona uchungu kutoa. Kwa nini? Kwa sababu hauna upendo. Amen. Ukiweza kufanikiwa kuwa mtoaji, unajua kabisa una upendo kwa Mungu, una upendo kwa wanadamu. Unamtii Mungu, unamheshimu Mungu, unamtegemea Mungu. Kwa nini? Kwa sababu unafanya sawa sawa na neno lake. Petro alikuwa mjanja sana. Petro alijua kabisa, nimepambana na maisha usiku na mchana kutafuta samaki na sijapata. Anamwambia Bwana Yesu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Umepambana kweli uchumi ukae sawa. Umepambana kweli kazi zako ziende vizuri, uwe na mafanikio tele katika kazi. Lakini imeshindikana. Alafu unakuja kukutana na neno kama hili. Linasema, wapeni watu vitu, nanyi mtapewa. Tena kwa kipimo cha kujaa, kushindiliwa, kusukwa na hata kumwagika. Ndivyo watu watakavyowapa. Unasema, okay, mimi nitaanza kutoa ile kile kidogo ninachokipata, nitaanza kutoa kwa watu wengine. Unajua, unapotoa ina maana umetii neno la Mungu. Umemtii na kumheshimu Mungu. Umeonyesha unampenda Mungu. Umeonyesha unamtegemea Mungu. Kwa hiyo hichi ambacho Bwana Yesu amekisema atakifanya kwako. Unajua, tunasema tunamwamini Mungu, lakini huwezi kumwamini Mungu alafu ufanye kile alichokisema. Kama unasema unaniamini mimi, nikikwambia kitu utafanya vile nilivyokuambia kwa sababu unaniamini. Kwa hiyo ukisema namwamini Bwana Yesu, ina maana kila kitu alichosema Bwana Yesu unakiamini. Kwa hiyo unafanya bila wasiwasi. Unafanya pasipo kujiuliza. Hata kama huoni matokeo bado, unafanya kwa sababu ni Bwana Yesu kasema nifanye. Haleluya. Sio kwa sababu ninajisikia, ninatii. Ninamwamini Bwana Yesu. Ninajua sio muongo. Ninajua hadanganyi. Kama amesema nikiwapa watu vitu na mimi nitapewa, na mimi nimewapa watu vitu ili nipewe, ina maana hata kama sijapewa saa hizi sina wasiwasi kwa sababu najua nitapewa tu. Hajawahi kudanganya. Huyu ndio Bwana Yesu aliyeniumba mimi. Ndiye aliyeumba huu ulimwengu. Ndiye mwenye vitu vyote ambavyo mimi ninavihitaji. Hata hiyo fedha ninayoihitaji ni ya kwake. Haleluya. Ni ya kwake. Sasa kwa kuwa ni ya kwake na ameniagiza ya kwamba niwape watu fedha ili na mimi nipewe fedha nyingi, zije kwa kipimo cha kujaa, kushindiliwa na hata kusukwa, basi ninafanya.
na siachi kufanya, ninaendelea kufanya. Kwa nini? Kwa sababu neno limesema, kwa sababu ni Mungu amesema. Kwa hiyo ninatii neno la Mungu japo sioni matokeo bado. Kwa hiyo siishi kwa kuona, ninaishi kwa kuamini alichokisema Mungu na kujua kwamba huyu Mungu hadanganyi. Kwa hiyo ninafanyaje? Ninawapa watu vitu. Alafu hicho kipengele cha kwamba na mimi nitapewa kwa kipimo cha kujaa, kushindiliwa, kusukwasukwa na hata kumwagika, hicho ninakiacha mikononi mwa Mungu, kwa sababu hicho ni kipengele chake. Cha kwangu mimi ni kuwapa watu vitu. Cha Mungu yeye ni kuhakikisha ya kwamba na mimi ninapewa kwa kipimo cha kujaa, kushindiliwa, kusukwasukwa na hata kumwagika. Ni kuhakikisha ya kwamba ndivyo watu wanavyonipa na mimi. Haleluya. Kwa hiyo mimi nikifanya cha kwangu, cha kuwapa watu vitu, siwazi, ninafurahia, ninashangilia kwamba nimetii. Ninamwachia Mungu kipengele chake na wala simuingilii. Ninadumu tu katika kuendelea kufanya kipengele changu. Sio kuchungulia Mungu kafanya nini. No. Mimi ninaendelea kufanya cha kwangu. Kwamba kila nafasi inapokuja ya mimi kumsaidia mtu ninamsaidia. Kila nafasi inapokuja ya mimi kutoa kwa ajili ya Injili ninatoa. Alafu kipengele cha Mungu ninamwachia Mungu mwenyewe. Si ni Bwana Yesu alisema watu watanipa? Kwa hiyo ni nani anayetakiwa kuhakikisha watu wananipa? Ni aliyesema hilo neno. Ni nani anayetakiwa kuhakikisha kwamba na mimi fedha zinakuja kwangu kwa kipimo cha kujaa, kushindiliwa, kusukwasukwa na hata kumwagika? Ni aliyesema neno. Ngoja tuzungumze kitu kingine hapa. Anasema kwetu inakuja kwa kipimo cha kujaa, kushindiliwa, kusukwasukwa na hata kumwagika. Swali kwangu mimi na wewe. Je, ndivyo ambavyo tunataka na sisi tupate? Jibu ni ndio. Kwa hiyo na maana na sisi hatuachi kutoa hata kama bado hatujaanza kuona tukipewa. Ili nikianza kupata kwa kipimo cha kujaa, kushindiliwa, kusukwasukwa na hata kumwagika, iwe ni kila siku, iwe ni kila wakati, isikatike, yani mfereji usiishe. Kwa sababu kuna shida hii. Mtu anaposikia neno anachanganyikiwa, anafurahi, anamtukuza Mungu. Yes, Mungu asante, umenipa ufunuo kwamba kumbe nikiwapa tu watu na mimi nitaanza kupewa. Kwa hiyo kumbe nikitoa fedha na mimi nitakuja tu kuwa na fedha nyingi kwa sababu nitakuwa ninapewa. Alafu anafanya mara moja, anatoa mara moja, anachungulia. Sasa ukitoa mara moja utapata mara moja. Alafu dhiki zitarudi pale pale. Lakini ikiwa ni jambo lako la kila siku, ndio maisha yako. Kama ndio maisha yako, ina maana utaendelea kutoa kila siku na kuendelea kupokea kila siku. Yaani itafika wakati ambao ni kutoa na kupokea, ni kutoa na kupokea. Kwa sababu umepanda muda mrefu na unaendelea kupanda, huachi. Ukianza kuvuna, mavuno yako hayana mwisho kwa sababu hayakatiki. Kadri yanavyokuja na ndivyo unavyopanda. Kwa hiyo hakuna siku yatakuja usipande. Utakuwa kwenye biashara ya kupanda na kuvuna, ya kutoa na kupewa. Kitu ambacho hakitaisha. Kwa hiyo ina maana swala la kupungukiwa, swala la kuishiwa, swala la kukosa fedha, swala la kukosa vyakula, swala la kukosa mahitaji halitakaa liwepo. Japo mwanzoni utaona kabisa kwamba ili jambo mbona gumu. Ni gumu kwa sababu sio rahisi pia. Ni ligumu. Una mahitaji mengi, una vitu vingi vya kufanya kwa kutumia hiyo fedha, alafu unatakiwa uitoe. Amen. Na unatoa, hauoni mavuno sekunde hiyo hiyo. Kwa hiyo inabidi uendelee kumwamini Mungu kwamba yanakuja hayo mavuno. Uendelee kuamini kwamba alichokisema Mungu ni kweli, hata kama uoni, hata kama hamna dalili. Hata kama dalili zote zinaonekana kwamba unaishiwa na kupungukiwa, lakini unaamua kusimamia neno la Mungu. Kwa hiyo sio rahisi, sio jambo rahisi, lakini linawezekana.
Kama umeamua kwamba ninataka kutoka kwenye hii shida, kuishiwa, kupungukiwa, umaskini na dhiki za aina na mbalimbali, kudharauliwa na kukosa mahitaji yako, anza kuwa mtoaji, ambaye ni mtoaji wa moja kwa moja, sio mtoaji wa siku moja alafu unaacha unasubiria. Anza kuwa mtoaji, wape watu vitu, toa kwenye Injili, toa kwa watu, wasaidie watu wenye uhitaji haswa. Amen. Sio marafiki zako ambao na wenyewe wako vizuri kiuchumi. Tafuta mwenye uhitaji. Tafuta sehemu ambako unapata Injili ya kweli. Katoe hapo, toa hapo, haijalishi kiwango. Ili Mungu aanze kushughulika, watu waanze kukupa kwa kipimo cha kujaa, kushindiliwa, kusukwa na hata kumwagika. Tutaendelea sehemu inayofuata. Amen. Udumu katika afya na kuzidi kutajirika.